How to be in spirit. Namba 1, unawezaje kuwa ndani ya roho? Kwa maana tushaangalia, tumegundua tayari roho ni kitu gani, na mtu akiwa katika roho kuna faida anakuwa nazo. Na kama utaweza kuwa kwenye ndani ya roho na roho ndani yako vizuri, hakuna kitu kitakushinda duniani na mbinguni utaenda. Sasa tunawezaje kuwa katika roho? Kwa maana wote hapa tukiwa katika roho vizuri, hakuna ambacho kitatushinda. Hakipo according to scripture. Number 1, lazimisha ufahamu wako kujua kuwa rohoni ndipo kuna majibu ya kila swali na ndipo kuna masuluhisho. Kwambia anaandika, yani masomo ya msingi. Huko mbele kuna masomo ya kulukaluka huko. Anaweka msingi. Lazimisha ufahamu wako kujua kuwa rohoni ndipo kuna majibu ya kila swali na ndipo kuna nguvu ya masuluhisho. Narudia mara ya 3. Lazimisha ufahamu wako kujua kuwa rohoni ndipo kuna majibu ya kila swali na ndipo kuna nguvu ya masuluhisho. Zekaria sura ya 4 mstari wa 6. Zekaria 4 mstari wa 6. Sasa ndio tunasoma kwa haraka haraka. Zakaria 4 mstari wa 6 anasema, akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno la Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uweza wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Okay. Nisikilize kwa makini hapo utanielewa. Katika maisha tunayoishi kuna wakati kuna vitu vinainuka kama mlima, na wakati mwingine utakuwa ni mlima kweli na kuzuia kitu fulani, au kuna kitu fulani hakija kaa sawa. Sasa wewe kwa muda ambao umekaa hapa duniani utakuwa umesikia vitu vingi sana, na shetani mwenyewe atahakikisha kukwambia kunaweza kukawa kuna machaguo, kunaweza kukawa kuna namna nyingine ya wewe kupata majibu. Mfano, binti yangu hapo, unaweza ukawa wewe labda unahitaji kupata kazi fulani. Tayari uko na vyeti, tayari wewe una hamu ya kufanya kazi na sio mvivu. So unapoanza kwenda kutafuta kazi, vinaweza vikainuka vizuizi. Alafu vizuizi vikishainuka pale, shetani na nochi za watu wengi wanaongea na hawana uhakika, watakuwa wanakuaminisha wewe kwamba kuna mbinu zingine za kutumia jinsi ya kupata hiyo kazi. Na watakuachia kwamba ni mbinu za uhakika kweli. Wanakuambia hiyo kazi nenda kwa Sangoma, hiyo kazi nenda wapi? Lakini kumbe uko rohoni una uhakika kabisa wa kusolve hii. Mwingine anaweza kusema hizi kitu naweza kukipata kwa jinsi nilivyo Sister Du. Naweza kukipata kwa jinsi nilivyo handsome boy. Naweza kukipata kwa jinsi nilivyo na elimu, kwa jinsi nilivyo na connection. Huyu mtu anaanza kuwa sasa anaweza akatumia vyote hivyo na vikagoma. Ndio maana maandiko yanasema si kwa uweza wala kwa nguvu, ila ni kwa Roho, asema Bwana. Hello? Na hii ilikuwa ni mafumbo alipoa mtu aona kuna vitaa 7, kuna vitaa alafu kuna mafuta yanatiririka kwenye sehemu 7 na vita. Akaangalia akasema maana yake nini? Akaelezewa. Ningekuwa nafundisha somo fulani ningewaambia hapo pia yuko Yesu. Ndio waambia ukiweza kumpata Yesu kwenye kila chapter umeshakuwa mhubiri mzuri. Hapo kuna Yesu anazungumziwa na Roho Mtakatifu anazungumziwa. Kwa hiyo nimeenda kwenye kipande kidogo ambacho inazungumza mambo ya rohoni hapo. Kwa hiyo issue ya aina yoyote ukiipata, lazimisha ufahamu wako kwamba no, hii nikikaa na Yesu vizuri, nikamuuliza Yesu vizuri, napata majibu. Ukianza kuwa unafanya mara kadhaa, unakomesha kuwa mtu wa rohoni. Kwa sababu kuna watu walitumia vitu vingine, walitumia nguvu zao, walitumia hata potential. Mtu anakuambia hapa nataka hichi kitu nifanye kitu kwa sababu hapa mimi benki na milioni 500. Nisikilize mimi, milioni 500 inaweza ikashinda kufanya kitu kabisa. Lakini rohoni, shakusi ya mantaba. Rohoni. Nilikuwa naongea na watu nikasema niwafundishe somo gani? Nataka niwafundishe jinsi ya kupanda gari bila kulipa nauli. Wakasema apostle, hiyo kweli imeandikwa wapi? Nikamwambia hamjaelewa tu. Lakini kuna watu kwenye Matendo ya Mitume walikuwa wamefunga siku 14. Wakahamishwa. Wakatokea mji mwingine. Hello?
Walikuwa wanafunga siku 14. Paulo akawakuta kwa huu mfungo bana kuleni, wamekula wameongea, kuna assignment walikuwa nayo. Wakashangaa wako sehemu nyingine. Maana wamehamishwa na Roho. Sasa huwezi jua huo kuna umbali gani hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mara zote changamoto yoyote kutana nayo, iwe ndogo iwe kubwa, tuna akili timamu, tuko na potential, tunafahamu watu wengi, tuko na connection, lakini ili usishindwe ukaaibika. Sema huu mchongo sio kwa nguvu, sio kwa uweza, ila ni kwa Roho. Amen. Hiyo ni namba moja. Na kufundisha kuwa ndani ya Roho. Sasa mimi nimeokoka na uko ndani ya Roho. Mimi nimeokoka na Yesu ajikuangalia, mbona unaingia unatoka? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananielewa hapa? Namba 2. Naenda katika namna ya kawaida kiualimu na kichungaji. Usipoelewa nyosha mkono unasema apostle sikuelewi. Narudia. Kwa maana ukifeli form 4 uende form 5. Ukifeli mambo ya Mungu uende mbinguni. Hello? Amen. Sasa utajiongeza mwenyewe hapo kipi ni kibaya. Namba 2, lazimisha moyo wako kujua kila lazimisha moyo wako kujua kuwa wa kutegemewa 100% ni Mungu. Yaani ili uweze kuwa mtu wa rohoni kweli kweli na uone matokeo, tukiangaza huyu ndo Mkristo wa kuiga, huyu ndo Mkristo wa kuiga, lazimisha moyo wako kujua wa kutegemewa 100% ni Mungu. Jumapili ile tutasoma somo na kutajia na nakupa siri. Tutasoma hali ya moyo na kufunguliwa kwako, au hali ya moyo na mafanikio yako. Sababu kuna watu wanakosi mambo ila hali zao za moyo ni mbaya. Na Yesu afanye kitu kama hali ya mtu ya moyo ni mbaya, huwa anaacha mpaka moyo kwanza ubadilike ndo anafanya. Even Jesus ingawa ana upako wote. Nikifundisha huko mtanielewa. So, kwa nini nakwambia ulazimisha moyo wako kujua kuwa wa kutegemewa 100% ni Mungu tu? Na hii tunazungumzia hapa kitu cha pili hichi. Unawezaje kuwa katika Roho? Ebrania 13 mstari wa 5 na wa 6. Ebrania sura ya 13 mstari wa 5 na wa 6. Kwa haraka tu mwanangu, tuna muda mchache sana hapa. Yaani nisikilize kwa makini, usiponielewa unauliza. Ebrania 13 mstari wa 5 mpaka wa 6 mwanangu, kwa haraka sasa tuanze kukimbia. Nasema msiwe na tabia ya kupenda fedha. Msiwe na tabia ya kupenda fedha. Mwe radhi na vitu mlivyo navyo. Sawa, Kwa kuwa yeye mwenyewe amesema sitakupungukia kabisa wala sitakuacha kabisa. Hata twathubutu kusema Bwana ndiye anisaidiaye, sitaogopa. Mwanadamu atanitenda nini? Mimi nikufanulie tu. Bwana kama umegundua Bwana anakusaidia na una ushirika naye, mwanadamu hana cha kukufanya. Wewe unasema Bwana ndiye anisaidiaye, mwanadamu atanitenda nini? Mimi naambiwa miaka ya nyuma, mambo yako ya wokovu wao ukiongelea hayo hatukulipia ada huko chuoni. Maana niko chuo kwa tunarudi nyumbani na salimia kidogo na ingia vijijini kuhubiri huko. Chitego, Ikombolinga, Mloa barabarani, Mzogole. Sasa mzee anaangalia huyu mtu huyu. Huyu mtu vipi? Napiga mainjili kwenye kijiji kuna Wamasai hapo, kuna Wagogo, hapo kuna watu wa nini hawa wa Morogoro. Wote wako hapo. Sasa niko wapi hapa? Mkutana mtu anamwambia Bwana Yesu asifiwe. Anajibu nini sijui. Ajui lugha yako. So, unaambiwa hata kulipia ada. Mtu asiye swali hapaswi kutoa msaada. Mimi naangalia hivi. Sasa babangu nampenda, Mungu nampenda. Sasa lakini nikafikiria Mungu ndo kamuumba baba, kaniumba na mimi hapa karuhusu. Baba sawa, lakini mimi ni nikahubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akawa anashangaa, jamaa anapata hela za shule, anamaliza analia shule. Sasa Mungu kwa upande wako, nimetoa mfano rahisi huo. Mtu yote asikuzuie. Bana leo mwanangu. Nakumbuka tena. Leo mwanangu. Watu wote sisi tukisema bana hatumtaki huyu binti, si hatumtaki, ondoka, hatukusaidii, ondoka. Kama huyu binti yuko na Bwana, tumefanya kazi bure. Na sisi wote tukiamua tunamsaidia huyu mwanamke. Kama Mungu hayuko upande wake, hakuna ambacho tunafanya. Sababu Mungu akaamua kwanza atukaushe sisi mifuko yetu yote. Akipiga huko simu, mwenyewe sielewi. Si Bwana huwa anafilisi pia anatajirisha. Huwa anaua pia anafanya kuwa hai.
atashindwa kuamini ambao wanataka kusaidia wewe ukiwa umemkataa Mungu. Yeremia 17:5. Yeremia 17:5 na 6. Kwa haraka mwanangu hapo tunataka kukimbia. Sawa. Yeremia sura ya 17 mstari wa 5 na 6. Yeremia 17 mstari wa 5 nasema, Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Mungu. Amemwacha Bwana. Amemwacha Bwana. Sawa. Relax tu. Hapa tuko nyumbani. Kanisani sio sema kuingia. Relax tu. Tupo kwa Baba, usio. So, kumbe amelaaniwa hamtegemea mwanadamu na kumfanya mwanadamu kuwa kinga yake, hajakuwa moyoni mwake amemwacha Mungu. Utakuta hapo kosa kubwa la kwanza ni huyu mtu moyoni mwake kumwacha Mungu. Kwa sababu huku kumwacha Mungu ndio kumemfanya aanze kutegemea wanadamu. Kwa sababu Mungu akiwa moyoni kuna maelekezo anakupa. Ndio maana wanasema kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, akawaacha wafuate akili zao zisizofaa. That means Mungu atakuwa wewe moyoni, utashangaa tu unajikuta hautamani kuwategemea wanadamu 100%. Hello? Amen. Kwa kumtegemea wanadamu kuna wakati inatokea pap, unakuwa unamtegemea wanadamu kweli, lakini kama Mungu yuko moyoni atakupa balance, umtegemea kwa kiasi gani. Na unajua wengine hapa Mungu akikwambia nitakupa kesho kutwa 10,000, unakaa yani ile kwamba bado unakuwa unaendelea kama unakopa kopa hivi. Ila kuna mdosi fulani namjua kabisa, anafanya kazi kwenye taasisi fulani, nakwambia nitakupa 10,000 kesho. Yani utafuti kwingine kokote. Unajua yule bosi imeisha ile. Wewe. Yani hata hadi mpaka inafika saa 7 pale ndio uende kwenye jambo lako. Au pigi simu kwingine. Na bado simu. Unajua ni uhakika. Mungu anaona yote. Ila Mungu akamwambia nitakupa mwanangu kesho asubuhi. Sawa Mungu. Mimi naamini Mungu sawa. Lakini kesho unasikia, "Asa meja, Bwana asifiwe." Unaweza kuwa na FT hapo. Unajaribu kuweka mazingira, hata Mungu asipokuja unakuwa umeshatisha huko. Kwa sababu Mungu utamlaumu, kwa sababu Mungu sionekani. Washindwa kumlaumu. Jana wangu mmoja yuko cha ng'ombe akaniambia yani Mungu anajibu sema nini najua yani pastor. Mungu sema yani unajua anakawi. Ndio maana kwenda kwa waganga japo anamaliza. Mungu anagawi anza kama umeomba kitu anataka kufundisha uvumilivu. Sasa ngoja tu niendelee fast. Na uangalia hivi nikaelewa kwamba kuna kitu unatakiwa kufahamu. So unapolazimisha moyo wako kujua kwamba Mungu ndio kutegemewa 100%, utajikuta unapokuwa kuna jambo limekawia unaanza kumwendea Mungu. Alafu Mungu ataanza kukupa njia zake. Kwa huko ambao sisi hatujui, unaona kuna kitu tunakihitaji wote. Sisi tunasubiria kutoka kwa watu. Wewe unajua Mungu atafanya, unamtegemea 100%. Matendo yako utakayokuwa unayafanya hapo, atakao kuelekeza Mungu aliye moyoni mwako. Yatakuwa ni tofauti na sisi. Sisi tunakula, tunasubiria tupate kitu kutoka Mungu. Wewe umefunga, unaomba na kulazimisha vitu vitokee. Wewe unamtafuta Mungu kuona hilo jambo litawezekanaje na litokeje kwa haraka. Akija mtu akituangalia hivi, anagundua huyu mtu yuko in spirit. Huyu vuguvugu huyu. Yaani umekosa tu 30 unaenda kulanga. Huyu vuguvugu. Ukimwangalia huyu mbona huyu yuko rohoni. Ila hiyo haiji tu. Paka mtu anajua mimi namtegemea Mungu 100%. Ndio unapata watu kama wakina Mesha kisha kina Abednego, wao wanaambiwa nyinyi sisi tunawachoma. Hatujui walikuwa wana connection kiasi gani wale. Maana walikuwa wana marafiki ambao ni Wakaldayo na nini. Lakini wakaangalia kama sisi hatusalamu hatusujudi na hatupigipigi masimu sana, lakini yani hatusujudi huko. Sasa tunawachoma hapa. Walikuwa hawezi kareti. Wakasema sawa, sisi tunachoamini Mungu atatuokoa na nini? Na moto huu. Kweli wanachochea. Kweli sisi kama kuchoma tuchomwe tu. Paka hatua ya mwisho. Na someni hizi story, ungekuwa ni wewe, najua ungekaza kwa mara ya kwanza. Wewe sio mwepesi hivyo. Najua ungekaza mara ya kwanza. Mara ya pili ungekaza. Wanatumbukiza kweli. Ukisogeza pale tabika inaanza kuungua kanzu kwanza. Sikilizeni. Mtu mnamaanisha kweli amoni. Mimi nafahamu watu wengi tu. Wote mngekaza, wakatupwa. Alafu walipotupwa akatokea mtu ambaye anaitwa mwana wa miungu, na we know mtu ambaye anafanana kama mwana wa miungu alikuwa ni Jesus, ambaye tunafahamu basi Bwana ndiye roho. Na palipo na roho wa Mungu hapo ndipo pana uhuru. Watu wametupa katika tanuru, alafu wako huru
wanaimba na kucheza. Kwa nini? Moyoni mwao yuko Mungu, wanamtegemea 100%. Halo? Amen. Jasusi hananta bakiyama. Nakimbia namba 3. Pointi namba 3. Jitahidi kushika yote uliyoagizwa. Jitahidi kushika yote uliyoagizwa. Yote aliyosema Yesu. Hiyo inakufanya uwe in spirit. Yesu ameandika mambo mengi najua, unafuata manne, masana unaacha. Tayari wewe unakuwa haukidhi vigezo. Kwa kuna wakati ile movement ya roho inavyokuwa inaenda, wewe unabaki nyuma. Alafu tunalaumu mambo ya Ukristo, mambo ya nini? Hamna. Hujafuata tu yote ambayo Mungu amekuagiza. Kwa maana Mungu anasema kwenye Yohana sura ya 14 mstari wa 15 na 15:14 kwamba ninyi mkitenda yote niliyowaamuru mmekuwa rafiki zangu. Kwa anaambia sasa hivi mimi siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendavyo bwana wake, lakini mkitenda yote niliyowaamuru ndio mmekuwa marafiki zangu. Kumbe usipotenda, wewe unasema Yesu rafiki yako, Yesu according to that scripture, sasa wewe sio mwanangu sana. Rafiki zangu mimi nawajua wapo. Hello? Kwa simple tu. Fanya hichi mwanangu, unafanya. Fanya hichi, unafanya. Utakuwa rafiki yake kweli. Karibu mtumishi wa Mungu, sijali, karibu tuchukua siti. So, hiyo ya kunote. Fanya yote ulioamriwa. Ndio utashangaa umeingia kanisani mwanangu, umeokoka 2025 mwezi wa 9, si ndio? Ukaanza kufanya kila ambacho unakisikia unafanya. Mtu yupoje kanisani miaka 8, tunakuona wewe unaenda mbele, yeye yuko nyuma. Nikawapa ushuhuda mmoja kwa haraka haraka. Nilipoingia makanisa ya Kilokole, nilikuwa nasoma VETA. Nimeacha kazi, nataka nianze shule sasa, niko VETA. Maisha magumu. Maisha magumu. Mtu anasema mwalimu wa kwaya eti sare ya kwaya 70,000. Mimi nguo zangu nyingi zinaishia. Wewe sare ya kwaya 70,000? PRS kwaya. Sasa mimi mkubwa, kwa walioko shule wanalipiwa, ndio kunyosha kidole. Nasema bana mimi sina uwezo. Kwa hiyo kama una uwezo unalipiwa na wale watu ambao wana uwezo kanisani pale. Wapo kwenye ile kwaya watu fani mablaza fulani nini. Sasa hapo ambao wakuu wenzangu wanafanya kazi, mimi naelewa hapo. Alafu tena kwenye kwaya kuna wadada. Alafu na mimi ni mtoto wa kiuni somehow, yani na misingi yangu. Yani kuomba hivi kwa tunaenda kwenye kongamano Morogoro, sisi ni kwa kwaya lazima tuvae wote. Sare ya kwaya ndio hii, na wasikiliza. Kwa hiyo 70,000 tu, wote tunatoa hela kwa ile pale. Naambia sawa. Kwa kisha kama changisha pale, meja. Naambia ngoja tucheke vitu fulani. Nitaleta ndio hela. Siku zinaenda. Lakini nipo nini? Nipo in spirit na mawajizoeza hivyo. Watu mimi simfuati mtu wao anajua blaza hivi na hivi. Wakati wenyewe wanagundua huyu mwamba. Anakuja kanisani na baskeli. Anapenda kumtumikia Mungu, lakini unapomuona huyu kunguni anaziki huyu. Huyu ana sababu tunaona anajitoa kweli na wapi, lakini wewe anaziki huyu. Napambana mpaka mwishoni pale kwenye deadline. Nimeshamwaga zege huko na nini ndio pap. Nileta hapo. Labda 68, unaelewa pale. Alafu nilikuwa naweka vile papo, mshanga basi tukaongezea 2,000 pale, napata sare. Tap inaenda. Ila kuna kwa nini nimetoa huo mfano? Tunaangalia nini? Okay. Katika hao mazingira, nilikuwa nataka kumbe mfano una maana yake. Katika hao mazingira, wanaona kwa jamaa anaziki huyu. Huyu mtu anaziki huyu. Nimewakuta kanisani. Siku moja kwenye mkesha. Nimevaa suruali yangu moja mbaya nini, nimepauka nini, alafu kama na ndaa zangu kama zimeishaisha nini. Napanga mstari mimi, chai ile usiku ni chai na andazi. Tunachukua andazi hivi na chai. Eti wewe umechukua mandazi mawili. Eti acha. Alafu anaongea hivyo mdada, haya. Ni kwanza, yani ajui. Yani wewe mwanamke sio anaambia umechukua mandazi mawili. Kwa yanakuja matusi, maana ndio mgeni kwenye wokovu. Lakini sasa anamuonesha mkono ule kwamba yani sio nimechukua moja, sema yani unajua unapoongea. Kwa sababu yani nimeshazuia vitu vingi, nimezuia kerem, umeelewa? Yeye ajui. Nimezuia matusi, kwa naambia tu nimechukua moja hapa mtumishi. Mazarau. Nakuja kanisani kufokewa na wadada. Nakaa na kwa nawaza mpaka nataka nirudi kwenye dini yangu nzuri. Miaka 3 tu. Sasa kitu tunafanya? Nilikuwa nawaambia kwenye ushuhuda wangu kule nyuma.
Tukienda vijijini huko speaker nafunga mimi. Yaani ndo nimeanza kuwa naimba, umechomekea nguo zako nzuri za kuimbia pale mbele. Sasa speaker ile pale ndakuwa ifungwe aje kuhubiri mchungaji. Mchungaji wale wapendwa hivi wapo wanaongea wanapiga story. Sasa hivi funga speaker. Ukiangalia mimi mwimbaji, ukiangalia watu sasa utawaambiaje? Napanda mwenyewe nafunga speaker. Majukwaa nafanyaje? Paka wanachafuka sasa. Okay, naimba hivyo hivyo. Mwaka wa kwanza. Zaka na kila Jumapili zaka 4500 napeleka. Na mtoaje anaiona pale. Mimi si wazi, unajua mwenyewe, au sio? Ndio sadaka 700 na wanawaza sasa 700 ka. Sadaka gani ndio wanatembea hivi? Ndio siku igonge hapa hivi. Unafuata mazingira hata buku, au sio? Natoa hivi. Mimi si wazi. Miaka hii. Yule mwanamke ambaye ananiambia mtu ana lazima mawili. Akawa ameshaanza kupuyanga. Siongee kwa mabaya kama namchukia, mimi napenda watu wote. Akawa amepuyanga, amepata nyumba kanisani, tunasema wewe unakaa kwa mchungaji, unapata mimba tena. Mbona kumbe na masuli yako wewe? Alafu mimi nimesogezwa viti vya mbele. Si nianza huduma ya uimbaji. Kwa kama nikichelewa kanisani, nikiingia pale pap. Tunaona mtumishi wa Mungu, major disciple, atatufa wimbo mmoja. Hapo kwenye katiba haupo. Ila tu umeingia ile kwamba karibu sana mtumishi wa Mungu. Yule ambaye anachukua mandazi mawili, hivi mnanielewa nyie? Kwa nini? Mimi nilikuwa najitahidi kufuata yote inayoamriwa. Sio kama imeingia ni marahisi. Imeingia ni magumu. Hello? Amen. Watu kanisani wanafanya huduma ambazo wanazipenda tu. Kama mfano leo mimi napenda kuimba. Kwa sababu kama nilikuwa ni cha kufanya, sio naimba naondoka tu. Haya, tunajenga kanisa. Lipo pale. Tudoba. Chemchemi za uzima. Sasa nataka mimi nichangie, ila sina, sasa nachangiaje? Utajua wenyewe mimi naweza nini? Nina nguvu. Na wipe na valori, nasaidia mafundi, nachanganya nini? Ibada inaendelea kule, mimi na ndo muimbaji tayari. Sasa sina hela, na nataka nimtumikie Mungu. Mimi naiba mandoo ile nini? Watajua wenyewe. Wanaangalia sasa yule, wanaangalia hivi. Mimi nafanya kila ambacho nimeamriwa. Miaka 3 tu naanza kuruka sasa kila mkoa mara mashindano Kenya. Upako wenyewe hauji tu. Je, unafuata yote ulioamriwa au unafanya unayoyapenda tu? Hello? Amen. Hello? Amen. Wanipenda? Nakupenda. Shika amri zangu. Wanipenda? Nakupenda. Chunga kondoo, lisha kondoo. Kuna matendo ukifanya, Yesu anaamini unampenda. Usituambie mimi nampenda Yesu, watu hawajui tu. Usituchanganye. Tenda yote ulioamriwa. Hello? Mmoja niona anafanya dhambi, anazini, afa anamwambia ile kijana eti, lakini usimwambie mtu mimi nimeokoka. Sasa kunguni nini? Mstari wa 4, tunaenda hapa point ya 4. Ili uweze kuwa katika roho. Jamani, hii ni misingi. Ukiweza kuzingatia haya utakuwa mtu hatari sana. Sasa Isaya inakuja kuaje tena Isaya? Nikianza kuongea mimi sana nakimbia. Mimi stopisha au stopisha saa isituchanganye. Niguse hapo sio? Naenda lesi mimi naongea nakimbia sana. Mpaka nimalize ndio ifike saa 1, si ndio? Amen. So kwa haraka nikimbia bila sasa mifano mingi. Namba 4, kiu na njaa. Ili uweze kuwa katika roho, kiu na njaa. Hapa nisikilize kwa sikio la kiualimu kabisa. Kiu na njaa ya roho inamfanya mtu awe ndani ya roho na roho iwe ndani yake. Anaweza kuoperate vitu kwa kusema, anawezaje kufanya hivi? Wewe una njaa kila siku. Mimi hapo ninapoona hivi nina njaa na roho wa Mungu, nina njaa. Na kiu. Yohana sura ya 7 mstari wa 35. Yohana sura ya 7 mstari wa 35 mpaka 38. Kwa sababu Isaya 55 inazungumza aliye na kiu aje kwangu anywe. Sasa hii Yohana kuna kitu cha ajabu anawaambia Wayahudi. Tunasoma kila andiko kwa sababu nyie kuna level tukifika wageni na nini watu tukifika. Soma. Watu wakiuliza mnawajibu. Yohana 7 mstari wa 35. Yes mwanangu. Unasema, basi Wayahudi wakasemezana, huyu atakwenda wapi hata sisi tusimuone? Yes, na mimi nitaondoka, alafu mimi nitakapoenda nyinyi hamwezi kufika. Ati atakwenda kwa utawanyiko wa Wayunani akili zao, na kuwafundisha Wayunani.
ni neno gani hilo alilolisema, mtanitafuta wala hamtaniona, nami nilipo ninyi hamwezi kuja? Anasema yeye alipo, nisikilize kwa makini. Hawa ambao wanaongea nao Wayahudi waliokataa kuwa katika roho, kufuata sheria za roho, wanataka sheria za mwili ambazo walipewa na watu tu, wanagoma kuingia katika roho. Na wamegoma kumchukua Yesu aingie ndani yao. Anakuwa sema nitaenda, sema huyu anaenda wapi huyu? Anawaelezea hapo. Anaenda katika malizia. Mstari ngapi? Wa 37 anasema, yes. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Ameshawaambia kwamba kuna sehemu anaenda hawajaijua. Alafu huko anapaza sauti anaambia, jamani, mtu aliye na kiu aje kwangu anywe. Maana yake anataka hao watu sasa waje wamle yeye ambaye ni maji ya uzima na anatoa maji, wamle yeye ambaye ni chakula cha uzima. Na hiyo namna waga mnazungumza ukila meza ya Bwana, damu ya Yesu inaingia kwako, si nini. Anawaelekeza hapo. Kwa anakoenda ni wapi? Anaenda katika roho, ila hao kwa tabia zao hawawezi kufika huko. Ila wao wamepewa access, ulipompokea umeshaingia, nasema mkahamishwa. Kwa mtu anaelewa hapa. Kwa mtu kuna sehemu mmewekwa katika ulimwengu wa roho, ambako kuna matendo ukiyafanya unaingia ndani ya Yesu, Yesu ndani yako, unakuwa hakuna ambacho kinakushinda. Na hiyo shifting ndio inafanya wewe kiumbe kipya. Science haiwezi kukuelezea wewe. Ndio maana wewe huwezi kufa kwa corona. Hello? Wewe kansa haikuui. Ila ukifuata huo mchezo. Mfano ngapi mwanangu umefika hapo tukimbia la? 37. Niendelee? Tusikie hapo mpaka 8. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye. Asuzi ya mayani. Kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Hivi mnaanza kuelewa kwamba Yesu anapoondoka kuna sehemu anakaa, kuna maelekezo anatoa ili watu waingie kwa hiyo roho na roho aingie. Ndio maana hapo roho alikuwa hajaja. Na wale wote wale wapo wanataka mambo ya mwilini, ila wewe uko na access. Ingia katika roho. Ndio maana hapa tunajifunza how to be in spirit. Hapa tunazungumza njaa. Ila ameshazungumza hiyo siku itakapokuja pia wale ambao wana njaa, wana kiu. Wataalamu ambao wamesoma osmosis mtaelewa. Osmosis mtaelewa. Nitaelezea huko mbele. Sehemu ambayo kuna uhitaji zaidi, mambo ya low concentration, high concentration, mnasoma osmosis mnaweza kama mnaelewa hiyo. Lakini kwa maelezo hapa juu yalikuwa ni maelezo ya nini? Ya wote. Bwana Yesu asifiwe. Namba 5, hili somo sasa ambalo nataka lisiishe. Namba 5 ni ushirika na watu walio ndani ya roho. Ushirika na watu walio ndani ya roho. Hiyo ni namna ya kuwa katika roho. Utaangalia Mithali 27:17, utaangalia Mithali 13 mstari wa 20 mpaka wa 22, utaangalia Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 2. Nimesoma maandiko matatu, naomba ukalili moja, nyingine utajiulizia kwa mwenzako. Mithali 27 mstari wa 17, Mithali sura ya 13 mstari wa 20 mpaka wa 22, na Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 2. Hii Matendo ya Mitume inasema hivi: kuna watu walikusanyika wakawa wamefunga na kuomba, alafu sauti ikatoka ya kinabii pale, mtengeeni fulani na fulani kwa ajili ya kazi niliyowaitia. Hii misali unaiona hapa juu. Ukienenda na wenye hekima utakuwa mwenye hekima. Hiyo misali nyingine, chuma unaochuma ndivyo uso wa mtu unavyonolewa na uso wa mwenzie. Okay, nije kwenye mfano wa kawaida. Kuna mtu anaitwa Samsoni Naftali, ambaye yule agent nilikuwa natoa mfano hapa mwanzo alikuwepo na huyu jamaa ambaye tulikuwa tunaomba naye. Alikuwa ni mwenyekiti wa maombi. Sasa hivi yuko Mbeya. Alifanya kitu hichi Samsoni. Alikuwa ni mwenyekiti wa maombi, anaamini katika kuomba. Vile ni mwenyekiti kina mambo mengi. Naomba ndio, ila kwa muda wangu maalum. Samsoni nikutana naye popote anakuambia kwanza chea tuombe kwanza. Hiyo tuombe kwanza, anaomba lisaa, mimi anachanganya na ratiba zingine. Hello? Tukiana sasa wote chea tuombe kidogo. Chakula chenye muda wa kula pale tusali chea. Sasa muda mrefu yule jamaa.
alipokuwa natembea naye kweli, mimi na muda wangu wa kuomba, lakini kule kutembea naye yeye ambaye ni mtu wa maombi, ni mtu wa rohoni, akaniambukiza tabia yake. Nami sasa hivi siwezi jamani niseme okay, nataka kuomba nimshukuru Mungu. Nitakuchelewesha. Sababu sikumbuki mara ya mwisho nimeomba robo saa lini, sikumbuki. Mara ya mwisho kuomba nusu saa lini, sikumbuki. Lakini naamini Samsoni pia alichangia. Ndio maana ya chuma unaochuma, lakini pia ukienenda na watu wenye hekima, unakuwa mtu mwenye hekima. Unaenda sehemu ya maana kabisa, hata shoga yako akwambie tuombe kwanza. Ndio mnaenda tu, na hata hamna andiko la kwamba kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi. Mnakuwa wapagani fulani. Halo? Tafuta mashostito, tafuta marafiki ambao pia wako vizuri katika mambo ya roho. Halo? Halo? Rafiki yangu pale amekuja Prophet, huwa kuna sehemu huwa tunakutana, ni tunaomba. Halo? Yaani sio unaomba, tunaomba. Kuna kikundi kimoja kinaitwa Spirit Gym. Yaani si una gym kwa unanyanyua misuli kuna kikundi hicho ni gym ya rohoni sasa. Kwa hiyo ukifika hapo unakuta vijana tu wakianza rakoso siama masaa 3, 4. Herufi zikisha utajua mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 6, ili uweze kuwa mtu wa rohoni, kumbuka hivi tunavyokufundisha. Nikianza kufundisha namna ya kutembea juu ya maji na nini huko, utonielewa kama huyaelewi. Juzi alinipigia haya. Namba 6, jikumbushe mara zote kuwa wewe ni roho na sio mwili. Mara zote jikumbushe kuwa wewe ni roho, sio mwili. Ila shetani mara zote atakuwa anakuambia wewe ni mwili. Mwanangu uone hii kitu, hii ni mbaya. Nataka ujali sana mwili. Na wakati wewe sio mwili. Jikumbushe mara zote kuwa wewe ni roho na sio mwili. Ingawa una mwili. Kwa mwili ni kitu chako, ni miongoni mwa vitu ambavyo unavimiliki. Kama unavimiliki kiatu, unamiliki na mwili. Na vyote una matumizi navyo. Lakini wewe sio mwili. Mtu akwambia ni mwili amekudanganya. Halo? Wale watu wa ubaguzi wa rangi wote wanawashangaa wale. Walikuwa wanambagua Eto'o. Sasa eti wanataka watu eti weupe. Wazungu tu. Sasa ni mzungu ni vipi? Mzungu roho yake yani hujui tu. Mtu mmoja akasema Remi Wangala ni mzungu wa roho. Eto'o anaamini kwamba eti huyu ni mweusi. Huyu sio mweusi, ana mwili mweusi. Wewe una mwili lakini yeye ni wakina nani? Hajapewa ile elimu. Wanashangaa tu Eto'o anafunga tu. Wanamushia Simba na ndizi wewe nyani. Yana wafunga tu pale Barcelona. Halo? Yohana sura ya 3 mstari wa 6. Kilichozaliwa na mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Wote nyinyi mmezaliwa mara ya pili. Kwa nyinyi ni roho ambao mna miili. Halo? Namba 7. Namba 7 tumefika. Maisha yote ni kiroho. Maisha yote ni kiroho. Life is full spiritual. Asikudanganye mtu kuna wakati life is full spiritual. Maisha yote. Na anakuambia yote ni mindset. Ubongo wako uweke katika namna hiyo. Hesabu sura ya 20 mstari wa 8 kwa haraka. Simu yangu imeganda kweli? Dakika zimeganda mwanangu. Hesabu 20 mstari wa 8. Inasema toa ile fimbo ukawakusanye mkutano wewe na Haruni ndugu yako ukauambie mwamba mbele ya macho yao utoe maji yake. Anafundisha wewe hapa, anapewa maelekezo na Mungu eti akauambie mwamba utoe maji. Mbele ya macho yao waone mwamba, unaambiwa mwamba toa maji. Alafu mwamba utoe maji. Musa hakuelewa, akaisha labda at least unaweza ukipiga ndo maji atafanyaje? No, kuna vitu vingi ndio tuviambie. Bwana Yesu asifiwe sana. Utasoma nyumbani. Hesabu sura ya 16 mstari wa 32 kwa haraka mwanangu. Hesabu 16:32 nasema nchi ikafunua kinywa chake na kuwameza na watu wa nyumba zao na wote walioshikamana na Kora na vyombo vyao vyote. Mnasikia mambo haya? Nchi hii ardhi, tunatoka huko nje, mpaka tunapita tunatembea hivi. Ila kwenye Biblia ndio tunaamini Biblia eti nchi ilifumbua kinywa chake. Kwa nchi ina nini? Ina mdomo.
Nchi ina masikio. Halo? Sasa kama utakuwa uelewi maisha yote ni kiroho, wewe okay, ametokea mganga ameiambia ardhi kumeze. Wewe unataka umnyamazishe nani? Umnyamazishe mganga au uambie ardhi? Kama ni mtu wa roho unaona hawe ardhi, mbona animeza? Mbona unaweza mali zangu wewe ardhi wewe? Aya, na kila ulichomeza ardhi toa. Utanielewa siku moja. Watu wengi hapa vitu vyao vimemezwa na vitu ambavyo tunafikiri ni sio vitu, ni non living things. Vimemeza vitu vyetu ambavyo ni vya maana. Wakati tunasoma supernatural niwafundisha, Mungu anasema nitatikisa hiyo mbingu. Nitatikisa hiyo nini? Kuna maazina huko. Yaambie. Hesabu 22:30. Kwa haraka tu mwanangu. Hesabu 22:30. Hesabu 22:30 nasema, yes. Yule punda akamwambia Balaamu, je, mimi si punda yako? Nao umenipanda maisha yako yote hata leo. Nimezoea kukutenda hayo. Hiyo story sasa, hiyo wale ambao wasomagi Biblia sasa ukaisome nyumbani, au sio? Mambo ya Balaamu na Balaki hayo. Punda anaongea. Wewe kwa akili zako ukiona mbwa nyao huko nje, wewe unafikiri hawakujui jina lako. Unafikiri ukiongea hawasikii. Halo? Wale hawana tu utashi na hawezi kuongea baadhi ya kama wanavyoongea, lakini wao wanaelewa mambo mengi sana. Ndio maana wachawi wengi wanafuga mafisi. Wanaongea nao nini sasa? Wanayatumaje sasa? Yule mtu anaona umekaa tu, anza kusemesha vitu. Mtu akifanya makosa usimlaumu yeye, jiulize. Mtu mmoja akasema tatizo sio tatizo, tatizo ni kilichopo nyuma ya tatizo. Mimi nikiona labda binti yangu huyu hapa ana shida fulani, mimi nikimwangalia nasema, "Asa mwanangu shida yake nini?" Naanza kuwaza, atakuwa sio yeye. Mimi naanza kudili mambo nisioyaona kwake. Sio unayemuona hapa tu kwa haraka haraka. Kwa hiyo penda kuwa unaongea na bahari, unaongea na upepo, unaongea na malaika, unaongea na Mungu. Ndio unakuwa umeshaanza kuwa mtu wa rohoni. Kwa sababu utakapokuwa unafanya hivyo mara kadhaa, utashangaa hicho kitu kina respond. Unasema, nimeziuliza mbingu zimejibu, zimetoa umande. Nikawafundisha watu kama supernatural kwamba, je, umeiamuru asubuhi yako? Sasa kama asubuhi nakusikia, kwa hiyo unabaki na watu, ile bosi anikaa, mimi nimewahi, bosi ananiangalia nimewahi, bosi ananifanyia vile. Wewe sawa sio bosi. Sasa hiyo siku wewe haujajua namna ya kuirekebisha tu. Halo? Tuwe ni watu wa rohoni, tusiwatie waganga wanapiga manyanga hivi wanasema nini sio sima wazee. Wazee hapo waonya na na wazee afu vitu vinatokea huko. Na wao wakaongea na wazee, sisi tunaongea na vitu vyetu kwa tunavijua wenyewe. Halo? Amen. Kuwa katika hiyo namna. Yesu mwendako amepanda mashua. Yesu tunaangalia. Akainuka akacheki hivi akamwambia wewe tulia. Wakashtuka. Huyu ni mtu wa aina gani? Mpaka pepo na bahari zinamtii. Wao wanaanza kutoa maji. Sasa wanatoa maji ya nini? Si upepo mwingi. Uambie upepo tulia. Mzee wangu alinichosha siku moja, Dasan Maboya akasema ngoja nifungue nguvu za Mungu. Akafanya hivi. Mimi sio yote kifungua, akafungua hivi. Watu wakaanza akasema ya mtu iweza hii. Akapunguza hii. Nikasema mzee mimi anachanganya sasa huyu. Yesu anataka mpaka praise team. Yeye kafungua nguvu za Mungu. Watu kiki kanisa zima. Anaelewa. Akaenda Tanga na mwanangu mmoja wa deliverance. Yule jamaa alivyokuja akasema yule mzee mwanangu huyu mbona anatuchanganya? Kaona watu wengi ameangalia akasema hapa atakuwa tuna muda hapa. Hapa ndakuwa malaika afanye kazi hapa mwanangu. Sauti zitaisha hapa. Akawa anachukua mtu anamwekea mkono mtu kama anazimia hivi. Alafu mwacheni hapo hivyo. Huyo mtu akiamka kila kitu kimekaa sawa. Watu akiamka hamna mauvimbe, hamna makansa. Ikabidi yule kijana ambaye atangulizwa pale abadilishiwe hoteli. Kwamba kama ni miungu umetembelea alafu tunachukulia poa. Huko bako anasema kwenda Maro, toka Maro. Sasa kuna mtu anasema wako wengi, wapangeni mstari hapa. Unaguswa taa unazimia ile, taa unazimia. Anasema ngoja malaika wamalize operation hapa. Malaika wamalize. Sasa wewe unafikiri malaika wapo kwenye Biblia huko? Mariamu alikuwa malaika. Na kati ya malaika wapo na wewe uongei nao waambie kitu. So mzee anasema malaika ngoja afanye kitu. Au mimi ninapoambia hivi nawaambia ili mnawapa na mfano wa mzee wangu ili muelewe.
Mtu alikuwa anaongea mtu mmoja akamwambia, "Halo." Ndo kanifundisha hizi kazi. Au halo. Mpigie mama yako. Mama yake kavunjika mkono, si mtoto kavunjika mkono. Sasa mpigie huko nyumbani. Kaongea naye mkono ukaunga. Sasa mimi naelewa katuma malaika. Mkono unaungaje mzee kwa madhabahuni? Halo. Ndio maana mnaona watu wengi walikuwa mikoani. Mimi nawaombea kwa sababu gani? I know. Malaika wa Bwana wanafanya kituo wakiwazunguka wale wamchao. Je, mitume malaika wanakuwa wangapi? Sinatuma tu mmoja, bup, speed yake ni kali sana, angels. Anaingia hapo, anatibu, anarudi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ananielewa? Amen. Ongea na vitu, usiongee na watu sana. Ongea na Mungu, ongea na malaika, semesha vitu. Semesha vitu, alafu vitu vitakuwa sawa.